Kamata kabisa. Shika sana ulicho nacho. Sijaambiwa kukunyang'anya. Sasa naanza na wewe Bwana Japhet. Sema mimi Japhet. Toa sauti. Mimi Japhet. Nakupokea wewe Dorcas. Nakupokea Dorcas. Uwe mke wangu wa halali. Kuwa na wewe. Niko na wewe siku zote. Kuanzia leo. Katika hali zote. Nitakupenda. Nitakulinda. Siku zote za maisha yetu. Siku zote za maisha yetu. Mungu nisaidie. Makofi na shangwe. Hebu mbalishe yote. Jamani, nimekubali pete, makofi huko. Mbalishe pete, mshike mkono. Mbona ni wa kwako huyo? Bado kidogo. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu katika huduma hii, kama kamishna wa ndoa, kama msajili wa ndoa, inayo leseni ya kufunga ndoa hii kiserikali, ina uhalali, lakini kwa mujibu wa huduma yangu, Mungu amenipa huduma hiyo kama mchungaji, na kwa mamlaka hiyo ninatangaza rasmi kuanzia leo kwamba Japhet na Dorcas ni mume na mke. Na wawili hawa hawatakuwa wawili tena, bali watakuwa mwili mmoja. Na alichokiunganisha Mungu, mwanadamu hawezi kukitenganisha. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkutano wote useme amen. Mmesubiri miaka mingi. Japhet amenisumbua miaka 10. Nataka kuoa. Naambia subiri tumuulize Bwana. Bwana amejibu, amekuletea Dorcas. Alafu nina ushuhuda wa mchungaji Simon kule. Na Dorcas pia, baba hujapata majibu? Nasema bado. Baba hujapata majibu? Majibu yametoka, ni Japhet. Kila mmoja ajue kwamba Mungu amejibu. Kwa hiyo mtunzane, mpendane, muelewane. Kama kuna tatizo, mambo yote yanazungumzika. Hawa mashahidi wanaowasimamia watakuwa ndio wa kwanza kabla mjaja kwangu, kabla mjaenda kwa Simon. Kwa hiyo mimi napenda kusema kwamba mambo yenu yatakuwa mazuri tu, muda sio mrefu. Na Mungu awabariki sana. Mseme amina nisikie. Kanisa lote amina nisikie. Kwa hiyo napenda kuuliza kama maana ndoa hii tunakwenda kuifunga kihalali, ni sheria ya nchi, ya sheria ya mwaka 71, sheria ya ndoa, kwamba tuitangaze siku 21. Kwenye ubao tangazo lipo. Hapa kanisani nimetangaza kila Jumapili tangu tarehe 22. Kwa hiyo kama kuna mtu anaandika, andike kabisa. Sitaki kesi kwamba tumeharakisha, sisi tumefanyaje. Tangu tarehe 22 natangaza. Nia yetu kutangaza ili tuone kama kuna mtu anapinga kwamba Dorcas asiolewe na Japhet au Japhet asimue Dorcas. Siku zote 21 sijapata lalamiko lolote. Sasa nauliza kwa mara ya mwisho, kama upo una kipingamizi, nafasi yako ya mwisho, na usiposema hapa unyamaze milele mpaka Yesu arudi. Haya, natoa nafasi. Nani ana pingamizi Japhet asimuoe Dorcas au Dorcas asiolewe na Japhet? Nani ana pingamizi? Kimya, maana yake utukufu wa Bwana upo na tawala. Swali la mwisho kwa wenyewe hawa. Kama Japhet umeshurutishwa na wazazi kumuoa Dorcas, au Dorcas umelazimishwa na wazazi kuolewa na Japhet, nataka kusikia kutoka kwenu. Maiki ziko wapi? Dorcas, inawezekana umelazimishwa na wazazi au na mchungaji kwamba lazima uolewe na Japhet, au na kipingamizi. Kama
Kama hujalazimishwa na mtu sema hapana mchungaji. Sijasikia bwana. Toza hapana mchungaji. Hapana mchungaji. Majina yangu kamili mchungaji Profesa Jacobo Mtashi. Nachunga kanisa la EAGT Kiloleli Mwanza, na kanisa langu nalochunga lina watu zaidi ya 300. Na nimechunga hapa takriban miaka 10. Leo kumekuwa na tukio kubwa ambalo na mimi nimeshangaa kwa sababu sikutarajia, kwa sababu watu wa aina hii ninajua wako makanisa, kila kanisa linaweza kuwa na watu waliotindikiwa na ubongo na mahali pengine wananyanyapaliwa, mahali pengine hawatakiwi. Lakini hapa Mungu amenisaidia, nimekutana na huyu Japhet Wilson. Ni mtu ana tatizo la akili, ni kweli, lakini kujitoa kwake na kufanya kazi na kujibidisha kulinishawishi sana niwe naye karibu, na mpaka nikampa ushemasi. Unajua ushemasi hausomewi popote, ni jinsi mtu anavyojitokeza kufanya kazi. Kwa hiyo nilipompa ushemasi ni kama nimemsaidia akaimarika. Lakini kila akitoa sadaka, kwenye sadaka zake anaandika barua, nataka kuoa mchungaji, naomba nitafutie mke. Kwa hiyo hilo limekuwa ni hitaji lake la miaka takriban 10 kama nilivyosema. Lakini sasa Mungu akatusaidia kwa upande huo, tukampata mwanamke ambaye na yeye ni aina hiyo hiyo, lakini na yeye anataka mume. Wazungu wanasema ni coincidence moja nzuri sana. Tulipowakutanisha wakakubaliana. Lakini ninachotaka kusema hapa kwa vijana niseme tu kwa wenzangu viongozi wa dini, watu kama hao kama wanao wasikae nao mbali. Wakae nao karibu, kuwauliza shida zao, wanakuwa ni wazuri, kwa sababu anatindikiwa na ubongo, lakini viungo vingine vyote ni mzima. Unajua Mungu alivyoumba mwili una mifumo yote. Sasa kama mfumo wa uzazi ni mzima, ina maana asiposikilizwa anaweza akafanya tukio ambalo litawa surprise nyote. Ikiwa ni pamoja na ubakaji au lawiti au kujinyonga, maana akili yake sio nzuri. Lakini tangu tulipoanza kumshughulikia kupata mke, naona akili yake kama imetulia. Tuna watu wengi wa hivyo, lakini tusiwatelekeze. Sawa? Nakumbuka kuna mwaka fulani nilikuwa naishi Mbeya, kuna mlemavu mmoja alimbaka mtu kaenda kufagia akambaka. Na ni mlemavu, yani hawezi hata kutembea. Naona kumbe wakati mwingine tunaona kama kawaida, lakini natakiwa tuwafuatilie tujue kwamba huyu ni mtu mlemavu wa akili tu au na viungo vyote. Tukijua viungo vyote ni vibovu basi. Lakini pia sisi kwa tunaomwamini Mungu tunajua Mungu kuna vitu anafanya ambavyo hatuvijui. Sio naona kama mnavyoona hawezi kuongea. Hatujui kwa ndani nini kitaendelea. Nataka nifunge kamera pale nione kitakachoendelea usiku. Je, ataweza kumudu mambo? Kuna watu wengine wanapenda kunyanyapaa watu. Sasa watu tusiwanyanyapae. Na hata wazazi naona walishakata tamaa kabisa kwamba huyu mtoto sio mtoto. Sawa, na ukiuliza historia yake, kumbe alizaliwa akiwa lidududu tu. Lakini wewe mama akulitupa hilo lidudu. Ila mume wake alimkimbia. Sasa mimi siwezi kuzaa hii takataka hii. Huyu mwanamume mliona kama baba yake alijitokeza. Rafiki wa huyu mama akamlea mtoto mpaka kufikia hapo. Lakini baba yake kabisa, baba yake mzazi alimkimbia. Japhet ni mtoto wangu wa kwanza, anaitwa Japhet Wilson Msaidizi. Yaani alizaliwa kama akili zake zilikuwa kama zinahitilafu kidogo. Hajiwezi ile kujiweza kuongea sana. Kwa hiyo ndo alikuwa kwa staili hiyo. Anavyoongea anaweza machache.
sio yote ya kujifafanua kabisa. Ulitegemea kama siku moja anaweza kweli Japhet akaoa? Yaani wewe? Kwa kweli mimi nilikuwa namuomba Mungu kila siku, sema huyu mwanangu hivi kweli atakuja kuoa, lakini nikawa namuomba sana Mungu nisaidie mwanangu huyu mmoja, angalau na wewe unione. Nikawa nasema hivi, Mungu tenda muujiza, na kweli Mungu akanisikiliza akanitendea muujiza. Naitwa Japhet Wilson. Ni shemasi wa kanisa la EAGT Kioleli kwa mchungaji Jacob Mutashi. Nashukuru sana kuja siku ya leo harusi yangu kupata binti Dorcas. Mungu abariki. Unafurahi kiasi gani mara baada ya kufunga? Nasikia vizuri. Natamani kwenda kuishi maisha mazuri ya kumpendeza Mungu. Nitamtunza mume wangu na kumlinda na kumwombea kwa Mungu amtetee. Mungu atupe watoto wa kiume na wa kike. Hii ni Tanzania Habari.